TV Media. Naam, kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya DRC, lakini pia dunia nzima. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na kukaribisha na moyo mkunjufu kuweza kujiunga nasi katika habari zetu za siku ya leo, ikiwa ni Jumamosi tarehe 21 mwezi Juni mwaka wa 2025. Mtatuia razi kwa kutukupata habari zetu kwa siku mbili. Ilikuwa ni kutokana na tatizo mojawapo ambalo za kujitokeza, lakini kwa sasa tupo hapa kwa ajili ya kuweza kukuletea habari ambazo zinaendelea kupamba moto mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan ukanda wa jimbo ya Kivu ya Kusini, lakini pia kaskazini. Sikia leo msikilizaji, tunakuletea moja kati ya habari ambazo zinaendelea kupamba moto siku ya leo. Mapema asubuhi ya leo tutakuletea habari kuhusiana na hali ambayo inaendelea kwa sasa kijijini Sange, ambako hali si shwari. Kuna ripotiwa na wasiwasi mkubwa asubuhi ya leo Jumamosi tarehe 21 Juni mwaka wa 2025, lakini pia tutakujuza kuhusiana na hali iliyoko maeneo ya Luanga kwa sasa, ambako gari moja aina ya bebeni imepelekwa na maji ya ziwa Tanganyika maeneo ya Luanga. Mwisho tutajielekeza kwa Bukavu, ambako mbinu ya wahasi wa M23 kuchunguza kambi za wazalendo imegunduliwa. Kwa hivyo nakusihi kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare ili uendelee kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde, ili uendelee kuwa nasi katika familia moja ya Amani TV Media. Amani TV Media. Na moja kwa moja tufungue ukurasa wetu wa habari tukianzia maeneo ya huko Luanga, ambako gari moja aina ya beben iliyokuwa ikitoka jijini Uvira imepelekwa na maji ya ziwa Tanganyika maeneo ya Luanga tarafani Uvira. Ajali hiyo imesababishwa na ubovu wa barabara nambari 5 ya taifa, hususan maeneo hayo ya Luanga, ambako ziwa Tanganyika imejaa na kuifunika barabara hiyo. Kama unavyotizama mpendwa wa msikilizaji, hiyo ndio gari yenyewe ambayo mpaka sasa inaelea kwenye maji ya ziwa Tanganyika. Tunapata hapa saa hii Luanga Fere Kristo, gari ya mpango wa Mungu. Tunapata shida hapa, Mungu wangu. Ungekuwa tagisi bandugu wenye biko mu magrupe kama pale Uvira kunaweza kuwa takamba ya mrefu ngikio kwa haraka juu saa ya zarua ya mingi, igari itende nasogea mai. Igari itaenda nasogea ndani ya mai. Nilifanya intervention saa ya asubuhi. Magari tuko hapa tuna mwenyeko na kamba ya mrefu. Ungizunguruka pale Uvira haraka kuba Malex biko na matiri foro za mrefu. Uje kwanza funga hii gari hata kumuti. Sikia omba vyote banduku. Shida hii tunapata, Mungu wangu. Shida kabambi tunapata hapa. Shida hii tunapata hapa. Maeneo hayo ya Luanga ni hatari sana kwa usafiri msimu huu kutokana na kupanda kwa ziwa Tanganyika. Hivyo ni gari aina ya bebeni pekee ndiyo inayosalia kuwa napita maeneo hayo kwa ugumu na kwa ukosefu wa barabara. Amani TV Media. Tukiachana na habari kutoka maeneo ya Luanga, sasa tujielekeze moja kwa moja uko Sange, ambako hali ya wasiwasi imetanda mapema asubuhi ya leo Jumamosi tarehe 21 Juni mwaka wa 2025. Na hiyo ni kutokana na kutokuelewana kwa kundi mbili za wazalendo maeneo hayo. Kwa mujibu wa duru toka shirika la kirahia, inasema kwamba vikosi vya wazalendo vinavyoongozwa na kamanda Kamama ndivyo vilivyojielekeza kwa wingi kwenye kambi ya wenzao wa Bishambuke yake kamanda Ngoma Mzito na kuanzisha vurugu, kama ilivyothibitisha chanzo chetu. Alert. Sange leo siku ya posho tariki 21 katika mtaa wa Kianyunda, ama kata la Kianyunda, ma activités ziko paralysées parce que
watu wawili hawaelewani. Ndugu kama mama ametoka kwenye kai yake ama kambi yake, ameenda kuatake mwenzake ngoma nzito pale Kyanyunda. Donc la situation n'est pas bonne à Kyanyunda. Ndio maana tunapenda kujulisha wandugu wenye kuwa humu kujua ya kwamba hiyo situation hapa Sange iko mubaya. Donc ameenda na kikosi na mwenzake iko na kingine kikosi, na kinaleta itakuwa vuta ni kuvute hapa kwetu Sange katika kata la Kyanyunda. Ndio ni habari hiyo. Ni muratibu, ni secrétaire exécutif wa Nouvelle Société Civile Sange ndo mwenye anapitisha habari hiyo. Asante. Hali hiyo imepelekea shughuli kuzorota asubuhi ya leo maeneo ya Sange na kusababisha pia huzuni miongoni mwa jamii. Hivyo shirika hilo la kiraia linaomba viongozi wa wazalendo kuwaweka chini viongozi hao wawili ili kuwapatanisha, maana hali hiyo inaweza kuleta matatizo makubwa kijijini Sange. Amani TV Media. Naam, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia chaneli yetu, hakikisha kwamba una subscribe na comment, lakini pia kushare kwa walio wengi zaidi, ili uendelee kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde, habari za ukweli na za uhakika kutoka mashariki mwa DRC, lakini pia dunia nzima. Na tutamatishe habari zetu za mchana wa leo tukielekeza huko Bukavu, ambako mbinu ya wahasi wa M23 kuchunguza kambi za wazalendo imegunduliwa. Baada ya wazalendo kusonga mbele kwa kiasi kikubwa sana na kukisia kuingia jijini Bukavu, waasi wa M23 wameanza kutumia mbinu mpya kuchunguza namna ambavyo wazalendo wanavyojipanga ili kwenda kuwashambulia. Mbinu hiyo ni hipi? Moja kwa moja tajiunga na mkaaji huyu wa Bukavu ambaye anatoa siri zote wazi za magaidi wa M23. Jana tulishinda Bagira mle mkomine, nikaona gisi ya watu wanaoperaka antukani bajanja sana. Hivi ya kusema seme mzalendo atazubazua wanayua gisi ya kupita mubatu. Donc unakuta a peu près batu yabo banavala civil na majorite wote ni bakongomani. Siko na bamotare omwe baine banavala mashapo ya large bord, banabeba espion umwa ku moto na kwa sababu tu watoto wa mwingine. Donc kisi mzalendo yuko nafanya matata yake ku front, banaingia makartier na ile mamoto sa vile ba civile benye biko wanakimbia nabo vita. Pale sasa ndio banaenda kuangalia ma mouvement na ma position ya bazalendo. Banakuwa banapana ma information kwa soda bibiko nyuma yuko piganisha mzalendo. Njoo gisi wanatumeka. Na muko operation jana walifanya nani Kabare. Mulikuwa banamke bawili na ba civile basita na ba motare ba ine. Na gisi wale motare batu kama natoko bajue, unaona banavala mashapo ya large bord na makashne. Wabali wabaheka. Njoo biko wanatembea nabo juu ya kufanya operation ya kuangalia mapopulation ya mzalendo. Jana saba litoka kule wakakuya pale mkomini, wakaanza kunywa madozi, njoo wakaanza kuya kosa, njoo ilikuwa sapo nafasi ya rencontre. Wanaanza kiasi banatua walikuwa kwa moto, walikuwa malandi cruiser ya civile, wanashuka pale wanaanza kunywa machupa, wanaanza ongea na wana confirmer que no tusharusha mzalendo nyuma sana. Njoo tukaelewa watu ni bajanja. Donc mzalendo wakati anafanya operation apashe kuruhusu quelque soit mutu kutoka mu camp wala mu position ya adui kuingia kwenye bako. Il faut ku stopper ma mouvement vile. Comme mtu akabiro mwira wageri mu ombazalendo ntiolala. Ngaba marondero operation. Nta mtu kwa kagereri moto kudiri aba civile bayaka barenge munda abamazuru bali po bayakire munda abazalendo bali ile ni kukuwa narudisha
kaba mausa bagira operation bakalisir nebyabo byo bakaliko muvumo gwe entre sorti ile njo niliona bana ndio binye tuli observe tukaona bujanja yabo kabisa bale batu yabo biko navala mashapa large bord na makashne ni wanavala masivili lero dirne mihero biko na marevolver za kidogo wanazitia nyuma mgongo mu mapantalo juu moja nalikuwa salifika kumoto tukaona iko na revolver nyuma ya mgongo me sona muono naza ni civil na wakikala mu batu wakaanza kunywa madozi njo habari me tunaona tara renfort abo napanda me kwa renfort special abatambuki hata 45 njo kwa ile mala nikizeri abo ule madouble cabine mko mnakuwa basita nyuma na bawili mbele mugari yoro walikuwa basita na Land Cruiser mo ndio habari tunaona ile ingine vyote tunaviachia Mungu. Amani TV Media. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu wa Amani TV Media, kupitia taarifa hiyo kutoka kwa Bukavu ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za siku ya leo. Ninakuomba kuwa nasi katika habari zetu za hapo baadaye ambazo zinakujia kwa wingi kutoka ndani ya studio ya Amani TV Media. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kutembelea channel yetu, hakikisha una subscribe, una like, na comment, lakini pia una share kwa walio wengi zaidi ina wao endelee kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde. Na kusii tukutane tena katika habari zetu za hapo baadaye. Mwenyezi Mungu hakubariki. Amani TV Media.